الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an al-Karim tukiwa katika sura Yusuf. Kwenye darasa yetu ya jana tuliishia kwenye kuzitaja faida tulizozipata kwenye aya zilizopita ambazo tulitangulia kuzisoma, na leo biidhnillah al-Karim tutaendelea kidogo kisha tupate nafasi ya kuzisoma aya, tusogee mbele lakini tutasoma kidogo au tutavuna kidogo baadhi ya faida zilizopatikana kwenye ayati zilizotangulia, tutakwenda nazo kwa mtiririko. Nadhani jana tuliishia kwenye aya 4 kwenye faida, lakini baadhi yenu wameandika mpaka faida ya 30. Sijui wengine mna faida ngapi? Naam, wewe una ngapi? Lakini sio chini ya 20 kwa walioandika baadhi yao. Sasa leo tutazama kuanzia aya 5. Hapana, tulikwenda mpaka kwenye nadhani mpaka kwenye aya 5 hivi kwenye fawaidi zake. Faida ya mwisho mlioandika mlisemaje? للشيطان سلطة على كل الناس حتى أولاد الأنبياء. Shetani anayo nafasi ya kuingia kwa mtu yoyote na kumtawala mtu yoyote mpaka kwa watoto wa manabii. Ndio hivyo. Katika faida nyingine tunayoipata kwenye aya hizi ni kwamba kutafsiri ndoto ni moja katika ilmu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwatunuku waja wake. Wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith, na atakufundisha wewe kuzitafsiri ndoto kwenye aya 6 hapo. Kwa tafsiri ya ndoto ni ilmu
ambayo Allah subhanahu wa ta'ala pia huwatunuku waja wake wema. Al-Imam Ibn Ashur katika maulama wa kaskazini mwa Afrika, Tahir ibn Ashur, ana tafsiri yake inaitwa At-Tahrir wa At-Tanwir. Kwa tafsiri yake anasema maneno yafuatayo: wa anna ta'bir ar-ru'ya ilmun yahabuhu Allahu ala man yasha'u min salih ibadihi. Kutafsiri ndoto ni elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humtunuku anayemtaka katika waja wake wema. Akampa anayemtaka katika waja wake wema. Lakini tafsiri za kweli na ndoto za kweli, pamoja na kwamba elimu hii ya kutafsiri ndoto imevamiwa sana na waganga wa kienyeji na wanajimu na makuhani. Kwanza kuna watu wana tabia ya kudai ndoto za uongo. Mtu kaamka tu akatunga, pengine akaangalia mazingira, kuna kitu fulani huko mbele, kuna hiki na hiki na hiki, kutakufa mtu mkubwa. Sijajua wanadamu wafa, asipokufa watu hawamuulizi. Mara ngapi watu sema neno haya alafu hafi mtu katika watu wakubwa na udhaniwa? Mara ngapi? Lakini kitokea kweli kadari ya Allah, hata alisema mtu fulani. Lakini kifo ni kitu mutahattim kwa kila kiumbe, kitatokea, awe mkubwa awe mdogo. Sasa kuna watu wana tabia ya kudai ndoto, na ni jambo baya. Yote ni kutengeneza mazingira ya kuaminiwa kwamba wao ni watu wa Mungu. Hilo lipo, lakini pia lipo la watu wenye kujipa kazi ya kuabiri na kutawili na kuleta tafsiri ya ndoto. Kuna vitabu vimeandikwa mbalimbali, tafsirul ahlami, ta'birur ru'a, na vitabu mbalimbali vimeandikwa na vingine vikinasibishwa na maimamu wakubwa kwamba ukiona hiki na hiki na hiki basi kuna hiki, ukiona hiki, ukiota hiki na hiki basi tafsiri yake ni hii. Vitabu vimejaa tele madukani. Kwa mtu asoma kisha ongeza na ufundi wake, aeleza kwa watu. Kwa mambo yameandikwa tayari hapo, ukiyataka utayapata kwenye vitabu na utasema kwa watu. Lakini taabiri ya ru'ya, tafsiri ya ndoto, ina adabu zake na taratibu zake katika sheria. Sio kila ndoto inaletwa tafsiri. Kuna mambo mengine anatakiwa nasihiwe tu aliyoota. Ndoto nyingine hazina maana yoyote, ni upuzi. Wewe mtu mzima waota wapuruka, kila siku watu wafukuzwa, alafu ukimbii, mara utakukamatwa, waota wala mambo ya kiovyo ovyo. Waota kazi yako, ndoto zako zote za ovyo ovyo, hakuna hata moja ya maana. Kwamba umeota leo nimeota jambo la maana hasa la kukufikirisha, hakuna. Alafu wataka watu kutafsiri ndoto hii maana yake nini? Haina maana. adghafu ahlam wama nahnu bitawil alahlam bialimin. Kwa hiyo ni elimu hii Allah subhanahu wa ta'ala watunuku waja wake, na utaratibu ndio ule ule. Ikiwa ndoto njema basi la tuhaddith bihi illa habiban au labiban, na ikiwa ndoto ovu basi ista'idh billah, tena temee mate, sasa geuka upande mwingine, wala usimsimulie mtu yoyote, kwa sababu haitakudhuru. Faida nyingine, utakuwa mhesabu ya ngapi? Mimi kwangu itakuwa sasa hii ni faida 25. Kuna watu walifika 30 nimesema rasmi. Kadhalika katika hili ni kwamba ar-ru'ya as-sadiqa bi'tibari an-nufusi as-salihah, ili mliingiza katika maelezo yaliyotangulia hapo nyuma. Siku zote ndoto njema huzingatiwa kutoka kwa watu kwa nafsi zilizo njema.
Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake anasema fa'ala ikhtilafi an-nas fima wasafna takunu ru'ya minhum 'ala al-ajza' al-mukhtalifati al-'adad mimman khalusat niyyatuhu fi 'ibadati rabbih wa yaqinihi wa sidqi hadithihi kanat ru'yahu asdaqa wa ila an-nubuwwati aqrab. Kutokana kutofautiana watu katika yale tuliyoeleza, takunu ru'ya, zinapatikana ndoto, au takunu ru'ya minhum 'ala al-ajza' al-mukhtalifa, zitapatikana ndoto kutoka kwao kwa mafungu tofauti tofauti yenye kupishana. Kuna ambao nia zao ni njema na wana yakini katika kumwabudu Mola wao wa kweli katika maneno. Mtu anayemna hii ndoto yake iko karibu zaidi na ukweli. Jitazame ambaye nia yake ni safi kabisa kwa Mola wake na anamwabudu Mola wake kwa yakini, sio muongo, akizungumza hadanganyi watu, ni mkweli katika mazungumzo yake. Mara nyingi mtu wa aina hii ndoto zake zinakuwa ni za ukweli. Lakini ushajiona na tabia ya kudanganya au huna kinga ya kusema uongo, ikibidi kusema uongo sengine wachomeka uongo, alafu waota ndoto, iangalie ndoto yako ni uongo mwingi pia, hapo shetani anakuchezea. Faida nyingine, kwa sababu wayuallimuka min ta'wil al-ahadith. Faida nyingine 26, an-nubuwa istifa'un wa ijtiba'. Utume siku zote unakuwa ni kwa kuteuliwa na kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La tunalu bil mujahadati wala bitamanni. Utume, unabii haupatikani kwa kujipinda wala kwa kutamani. Na maneno haya yako kinyume na fikra za mafalsafa, kadhalika ghulatu sufia na watu kama kina Ibn Sina katika falasifatul masha'in. Yaona kwamba mtu anaweza kupata utume kwa kufanya jitihadi, ukaabudu, ukatafakari mpaka ukawa mtume. Unaona kwamba utume ni amru muktasab, waqad kadhabu, sema uongo katika hilo. Sawa sawa, utume ni istifa'un min Allah, wakadhalika yajtabika rabbuk ويعلمك من تأويل الأحاديث كذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. فإذا nyingine بيان إفضال الله تعالى على آل إبراهيم بما أنعم عليهم وجعلهم أنبياء آباء وأحفادا. ni ubainifu uliopatikana wa kufadhilishwa familia ya Ibrahim kwa kuwa amewaneemesha wao akawafanya kuwa ni mitume, mababu na wajukuu, wajukuu wote wakawa mitume. Ibrahimu ni mtume wa Allah, watoto wake Ismaila na Ishaq ni mitume wa Allah. Kutokana na Ismail ndio amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaq amemzaa Yaqub ndiye aliyemzaa Yusuf. Yaqub ndiye aliyezaa al-asbaq, na kwenye uzao wake ndiko wakatokea mitume wa kibani Israila kama vile Musa alayhi salatu wassalam ametokana na wao katika mitume wa Israili, bali Nabii Daud na Suleiman paka kufika kwa Isa mwana wa Maryam. Lakini kina Zakaria, kina Yahya, wote hawa ni katika uzao wa bani Israila. Allah amewafadhilisha. Na wana wa Israeli, tukisema Israil maana yake ni Yaqub, wenyewe wanasema maana yake ni Abdullah, yani Yaqub. Kwa hiyo wana wa Israeli, yani watoto wa Yaqub, kizazi cha Yaqub. Yaqub huyu tunamzungumzia ambaye ni baba yake Yusuf. Yaqub mwana wa Ishaq mwana wa Ibrahim. Kwa hiyo ni familia iliyopewa fadhila kubwa kwa kuwa pameteuliwa mitume wengi. Na haina maana kwamba mitume wote kutokana na hawa tu, la. Katika kila mataifa Allah alipeleka mitume, kila taifa, kila kabila lililokuwepo kwa wakati huo
lilipelekwa mtume, lakini sio wote waliotajwa kwenye Qur'an. Kwa taifa lolote, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, hakuna umma wowote, taifa lolote isipokuwa alipita kwa mtume. Haya, katika faida tuliyopata pia katika aya hizi, yutlaqul jaddi ismul ab, baba wakati mwingine pia babu wakati mwingine huitwa baba. Babu huitwa baba. Anasema al-Imam al-Qasim Jamaluddin, ustudilla bil aya ala anna al-jadda yutlaqu alayhi ismul ab, pametolewa dalili kwenye aya au pametolewa dalili kwa aya hii kwamba babu huitwa kwa jina la baba. Kwa hiyo sema fayadullu anna man nasaba rajulan ila jaddi, kwa hiyo inafahamisha kwamba mtu yoyote atakayemnasibisha mwenzake, mtu mwingine, kwa babu yake, waqala yabna fulan, akamwita mtoto wa fulani, akamtajia jina la babu yake aliyemzaa baba yake, au babu aliyemzaa babu yake, akisema hivyo, innahu la yakunu qadhifa, hawi amemtukana, kwa sababu kumnasibisha mtu na baba mwingine ni qadhf, ni matusi. Ndio maana Qur'ani kaja ud'uuhum liabaihim, waiteni watu, wanasibisheni watu na baba zao, usimnasibishe na mjomba wake, wala usimnasibishe na ammi yake, wala suna kaka yake, muite na mnasibishe kwa baba yake. Sasa itafaa kumnasibisha kwa baba yake aliyemzaa mzazi, au baba aliyemzaa baba, au baba aliyemzaa babu. Ukimnasibisha na hao utakuwa umenasibisha mahali pasawa, nasaba yake itakuwa ni sawa na wala hujatukana. Kinyume cha hivyo utakuwa umemtusi mtu yule kwa kumnasibisha na baba asiye wake. Ndio maana ikasemwa wayutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaquba, ili Allah subhanahu wa ta'ala azitimize neema zake juu yako na juu ya familia ya Yaqub, kama atammaha ala abawaika min qabl, kama alivyozitimiza neema hizo kwa baba zako waliokuwa kabla. Baba zako kina nani? Ibrahima wa Ishaq. Ibrahim, Ishaq ni babu yake Yusuf aliyemzalia baba, yeye ni Yusuf ibn Yaquba ibn Ishaq, na Ibrahim ni babu aliyemzalia babu. Kwa hiyo ile baba mkuu, babu alimzalia babu. Kwa hiyo hawa wawili abawaika ni baba zako hawa. Kisheria inafaa kumnasibisha mtu na baba yake, kumnasibisha na babu alimzalia baba, na kuendelea juu inafaa. Ama mtu kujinasibu na mtu mwingine asiyekuwa baba yake ni laana, na Mtume SAW amelikemea hilo. Atakayejinasibisha kwa asiyekuwa baba yake au na kabila siokuwa lake na watu ambao sio wake, fa alayhi la'natullahi. Mtume SAW atuambia haya. Sasa wewe uende huko watu wakujua, ujifanye kwamba mimi ni sharifu, nimezaliwa hivi ukoo wa Mtume, kwa sababu tu watu hawakujui ulikotoka, ni makosa. Pamoja na kwamba mtu akituthibitishia, akituambia mimi ni familia fulani, akajinasibu, sisi hatutii shaka juu hilo, kama hilo limethibiti, na wala hatutamfanyia tani, hatutamtukana kwenye nasabu yake, kwa sababu ni jambo baya kabisa katika mambo mabani, at-ta'nu fil ansab. Lakini na wewe usijinasibu na watu wasio wako, ukajinasibu mpaka ikaonekana kwamba kumbe wewe sio kabila hii, wewe kabila fulani, mpaka wakakutoa nje kabila yako, namna unavyojinasibu, kwa sababu kabila yako huitaki. Pengine katika mji wenu au mahali ulipo wadharauliwa, kwa kabila ile huitaki, ukajitafuta unasaba mpaka ukatokea kwa watu wa kabila fulani. Wapo watu hao, wapo wengi watafuta utukufu, na utukufu hauko kwenye kabila wala kwenye nasab. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo mtu kujinasibu kwa babu yake, kwa babu wa babu yake na kuendelea ni sawa, na sio katika mlango wa qadhf, kama
ilivyotuambia Qur'an, kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahima wa Ishaq. Haya ameyataja Jamaluddin al-Qasimi katika Mahasin at-Ta'wil. Faida nyingine katika aya kuna ubainifu, bayanun anna ni'matallahi 'ala al-'abd ni'matun 'ala kulli man yattasilu bih min ahli baytihi wa aqaribihi wa ashabihi. Al-Imam السعدي katika Taysir Karim al-Mannan fi tafsir kalam al-Mannan anatuambia hivyo kwamba neema yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nayo mtu, basi hiyo ni neema kwa kila anayenasibiana naye, kila anayeungana naye pia hiyo ni neema kwake, na hiyo ni manqaba, ni fadhila hizo kwa jamaa zake, marafiki zake na ndugu zake. Ni neema, utaambiwa nyinyi mmeneemeshwa kwa sababu ya fulani. Ndio baadhi ya miji hutajwa kwa kuwa kumetoka wanawazuoni wakubwa, wakitajwa kwamba wale watu fulani, wale ni jamaa zake al-Imam al-Bukhari, wale ni jamaa zake al-Imam Abu Daud as-Sijistani. Nini? Kwa sababu ya fadhila ile ya ilmu ya watu fulani. Kwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja, neema yoyote basi ni neema kwa watu wake, na hasa neema kama hizi ambazo Allah huwachagua waja wake, neema za ilmu na iman na taqwa, na kama neema ya nubuwa, na hilo nilipata hapa, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وآل يعقوب yote, familia ya Yakubu yote imeneemeka kwa neema hiyo ya wazee na neema aliyopata Yusuf. Faida nyingine hii itaungana zaidi huko mbele, taitaja tu hapa lakini ina mahala pake. At-tarbiyatu fi as-sighar laha fawaiduha fi al-kibar, malezi bora katika utoto yana faida katika utu uzima. Haya ndio kumuelezea Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, mitihani aliyokumbana nayo na namna alivyokabiliana nayo, kwa sababu ya vile Allah alivyomneemesha katika tauhid na malezi bora aliyopata kutoka kwa baba yake, pamoja na kwamba alitoka kwa baba yake akiwa kijana mdogo.